Na mpenzi mtazamaji wa Ushindi Digital, karibu kwenye Ushindi Simulizi, na leo nitakusimulia simulizi ya Karibu Moyoni Mwangu iliyoandikwa na Sadala JA, na hii ni sehemu ya kwanza. Lakini kabla ya kuendelea nikukumbushe kusubscribe, kushare pamoja na kucomment ili uwe wa kwanza kupata simulizi zetu zinavyotoka. Simulizi inaanzia jiji la Mwanza, kipindi cha mvua, wakati ni usiku. Ilikuwa ni siku miongoni mwa siku tulivu sana. Japo ni siku miongoni mwa zile siku 5 za kazi, siku iliyochangizwa na ubaridi, unyevu pamoja na ubichi wa ardhi, kufuatia mvua zilizoendelea kunyesha nchini katika maeneo mbalimbali. Kipindi hicho kilikuwa ni kipindi tegemezi sana, hususan kwa wakulima. Katikati ya jiji la Mwanza, mvua hizo ziligeuka kero kwa baadhi ya watu, kwani waliamini hazina manufaa kwao. Hata hivyo, hiyo haikuwa sababu ya mvua hizo kukwama. Zilinyesha kadri zilivyoweza, iwe vuli ama masika. Haikukwamisha bidii ya wafanyakazi nje na hata ndani ya majumba makubwa. Katika mtaa wa matajiri wa Capri Point, kuna jumba moja kubwa sana miongoni mwa majumba ya kifahari mtaani hapo. Linawasili gari la thamani sana aina ya Prado ya mwaka 2024. Gari hii inaingia mpaka sehemu ya kupakia magari, inasimama. Haraka mlango unafunguka, anasimama mwanaume mmoja wa shoka aliyeshiba mbavu, akiwa amevalia vesti iliyoandikwa jina la kampuni la SGA Security. Anakimbilia gari hilo, anafungua mlango wa nyuma. Hapo unaonekana mguu mnene mzito, mguu mweupe, ukitangulia kukanyaga sakafu ya umo ndani. Kisha yule jamaa ambaye pasipo shaka aonekaniki ni mlinzi wa huyo mwanamke, anafungua mwamvuli na kumkinga mwanamke huyo anayeshuka asiloane na mvua iliyokuwa inaendelea kunyunya. Alikuwa ni mwanamke haswa, jamii ya wanawake ambao Mungu aliwaumba wakaumbika. Amewapamba kwa urembo wa shani, mrefu kiasi, mnene wakati, na kati si bonge ni kimbaumbau. Kajaliwa fige bambata, vijana wa kileo wangemuita chura. Asiye na tone la doa usoni mwake, mwenye nyusi ndefu na nyeusi ti. Machoni mwake alikuwa amevalia miwani, sketi yake ya suti nyeusi na shati la mikono mirefu, na juu yake amevalia mkoti wa suti mweusi. Chini kabisa alikuwa amevalia viatu vya soli ndefu. Kwenye hiyo nyumba pana ghorofa moja. Juu kabisa katika moja ya chumba ambacho kilikuwa kinaonekana kuwa na kiza, palikuwa na mtu amesimama dirishani, huku akiwasiliana kwa njia ya simu. Mara punde baada ya kumuona binti alisema, "Oya, ndo anafika, nitakurudia." Akakata simu na kurudisha mfukoni mwake. Kisha akatulia pale dirishani na kuendelea kutazama pale nje. "Nashukuru Brian kwa kunileta. Uwe na usiku mwema." Yule mwanamke ambaye kimakadilio umri wake ni kati ya miaka 25 mpaka 28 tu, alimwambia na kumshukuru dereva huyo aliyemleta. "Hilo sio la kunishukuru Latifa, ni jukumu langu," alijibu huyo kijana. Licha ya kwamba alionekana kupitia dirishani, alionekana nadhifu, mwenye tabasamu la uchangamfu. "Okay, bye." Waliagana, kisha msichana huyo mrimbwende aitwaye Latifa David, mashuhuri katika mitandao ya kijamii kama Cutie Lee, jina ambalo anapenda sana kuitwa, alisimama na kutazama chumba kimojawapo alichoonekana kijana mmoja amesimama. Akashusha pumzi, alafu akatembea kuingia ndani. Latifa ni binti pekee wa kijana David Mapesa, tajiri mkubwa jijini humo. Aliingia ndani, huku yule mlinzi akionekana nje. Brian, mwanaume msomi na mcheshi ambaye ametokea kuuteka mtima wa Latifa, hali ni mke wa mtu. Aligeuza gari na kuondoka. Mara punde baada ya lile gari kuondoka, ndipo yule kijana aliyekuwa dirishani akatoka. Mama." Latifa alipoingia ndani alianza kumuita mama yake. Hiyo ni desturi yake, kila afikapo mtu wa kwanza kumsalimu ni mama yake kwanza. Latifa anampenda sana mama yake. Katu hapendi kumuona mama yake akiwa na huzuni. Licha ya kuita mara nyingi, hakusikia sauti ya mama yake kumjibu. Zaidi palikuwa kimya pale sebleni. Wakati huo akiita, ndipo anafika mdada wa kazi anaitwa Yasinta. Anamtolea salamu Latifa. "Shikamo dada, mama yuko wapi?" Pasipo kupokea salamu anahoji, huku akimtazama kwa macho makavu yule binti. "Kaenda kupumzika." "Saa 5 hii? Mbona leo mapema? Kwani anaumwa?"
Sijui dada. Unashindwaje kujua ikiwa wewe ndio kazi yako kujua kila kinachoendelea humu ndani Sasa kama mama atakuwa anaumwa na usijue, wewe umuhimu wako ni nini? Ni kula na kulala tu? Alifoka sana Latifa. Uso wake mweupe ulionekana kuibadilisha rangi yake na kuwa mwekundu. Nisamehe dada, lakini amekula vizuri tu na hajaonesha dalili yoyote ya kuumwa. Si jukumu lako wewe kutabili na sijakuajili hapa kuwa mganga Yasinta. Wewe jukumu lako ni kujua usalama wake, kula na kulala kwake, hilo tu. Nisamehe dada, lakini toka hapa. Hujui hata wajibu wako, mpuzi mkubwa wewe. Na ukiendelea hivi maisha yako ni mafupi kwenye hii nyumba, mpumbavu mkubwa wewe. Alifoka mno Latifa, kisha akampiga kikumbo kizito yule mdada na kuelekea chumbani kwa mama yake. Haikuwa polepole ndio mwendo, alichagua haraka isiyo na baraka. Alitembea na kufikia chumba cha mama yake, ambapo hichi kilikuwa floor ya chini. Alipotaka kugonga hodi alisita, akatulia kwa muda mlangoni hapo. Kichwani mwake zilimjia kumbukumbu, akakumbuka mara kadhaa mama yake alimweleza akimkuta amepumzika asimsumbue kabisa. Hapo akatulia. Shit, kwa sababu ya kero za huyu mjinga leo nimechelewa kumtakia usiku mwema mama yangu, aliongea mwenyewe kwa jazba. Kisha akalifutilia mbali wazo la kugonga mlango huo. Kisha wazo lililokuja mbele yake ni kurudi chumbani kwake, chumba cha juu. Alimpita yule dada wa kazi sebuleni pale, huyu Yasinta, akimtazama kwa hofu. Dada, nikuandalie chakula? Sili, alimjibu kifupi. Kisha upesi akapanda ngazi mpaka chumbani kwake. Alipakuta giza, haraka akawasha taa iliyowazisha mwanga mkali chumbani mle. Kila kitu mbele ya macho yake kilionekana kwa umbo lake halisi, hata huyo aliyeketi mbele yake. Mara baada ya kumuona yule mwanaume, aliangusha tabasamu jepesi. Umerudi mke wangu? Kwa upole kijana huyo akazungumza, huku akiinuka pale kitandani alipokuwa ili kusudi ampokee mke wake. Licha ya kuonyesha upendo kwa tabasamu mwanana, lakini mkewe alisonya, halafu hakujibu. Hivi we jamaa, nikwambie mara ngapi ili usikie? Nikwambieje ili ukome kuniita mke wako? Hivi hilo domo lako chafu alichoki? Na kuuliza wewe, hilo domo lako chafu alichoki? Au masikio yako ameshazoea kusikia matusi yangu Nitakutukana tusi gani ambalo hujawahi kukutana nalo? Hebu niambie, nikutukaneje ili ukome kuniita mkeo? Latifa, nami nitarudia kila siku kukumbusha, wewe ni mke wangu tu. Una kila haki ya kuwa mke wangu. Kwa nini ujitenge na mimi kama hivi? Sikiliza jamaa, koma. Halafu naomba nisikilize kwa makini. Mimi sio mke wako na sitakuja kuwa mkeo hata niwe maiti. Nilifanya kuolewa na wewe kwa sababu ya mama yangu. Alinilazimisha tu. Kwa ndoa gani? Hivi kwa uzuri gani? Au kipi ulichonacho kimshawishi mwanamke kama mimi kuolewa na wewe? Usaka mtupu. Nimeolewa na wewe kwa sababu ya kumtuliza mama yangu. Siwezi kuishi mbali naye. Siwezi kukubali laana yake kwa kitu kinachoepukika. Labda umemsahau bwana Hansley Mukrin. Nitakuwa na kukumbusha kila siku. Huna haki yoyote ya kuniita mke wewe. Wewe hapa nimekupa hifadhi tu. Kula, lala utakavyo, lakini kuhusu Latifa ondoa kwenye akili yako. Mimi sio mkeo. Nakubaliana na wewe Latifa. Ni kweli kabisa usemacho kwamba hapa nimepata hifadhi. Si mimi tu, bali nataka moyo wangu uhifadhi kwenye moyo wako Latifa. Unajua wazi na kupenda. We, komea hapo hapo. Koma kabisa kusema unanipenda. Narudia, koma. Halafu nashindwa kuelewa kwa nini kila siku niwe na kueleza jambo moja tu. Alijibu Latifa, akavua miwani yake na kuibamiza chini, halafu akasogea kana kwamba anahitaji vita. Sikuwa nataka shari kwenye ndoa yangu, kwani ndo kwanza ndoa yenyewe changa. Nilihitaji kuilea zaidi ya yai, kwani niliamini yai halina protector kusema kuzuia lisivunjike. Lakini sikujua kama kauli yangu ingelizua athari kwa binti yule. Ndio kwanza alizidi kuchochea moto. Eti nakupenda. Najihisi mpaka kichefuchefu kutamkiwa hilo na kinywa kichafu. Kwanza siwezi kupoteza muda wangu kupigizana kelele na mtu kama wewe. Maneno yangu kupotea bure. Nataka kuoga, nipishe chumbani kwangu. Licha ya kumpenda kwa moyo wangu mmoja, lakini nilipata kizuizi kizito kuingia kwenye moyo wake. Faida ya mapenzi yangu kwake ni fedhea tangu siku ya ndoa yetu. Nilizoea ile hali ya kupayukiwa kiasi nilichukulia kama ni tabia,
nikiamini ipo siku atabadilika na kuniheshimu, lakini kila palipopambazuka ni kheli ya jana. Kwa nini unanifanyia hivi Latifa? Sababu unaijua, na usitegemee nitakujibu maswali yako ya kipuuzi. Na kingine, usijisaulishe nimekuambia nini. Latifa, wewe ni mke wangu. We kaka, hivi usikii au? Hebu toka basi chumbani kwangu, alisema Latifa bila lepe ya aibu. Alianza kunisomba hadi nje ya chumba chake. Nikasimama. Weke staarabu tu, huwezi mpaka ugomvi. Kuna vyumba vingi hapa, chagua chochote kile ulale, alisema hivyo Latifa. Kisha akabamiza mlango na kurudi ndani. Wakati hilo likitokea, mfanyakazi wa nyumba aliona yote. Hakuwa mbali na chumba chetu muda ule. Akanisogelea. Haujaumia popote kaka? Aliuliza huko akinitazama. Nilikuwa nimeumia. Nilijikwarua kidogo sehemu ya mkono. Katika kanga yake alipotazama, aligundua kuna damu kidogo zimechuruzika. Hata hivyo sikumjibu chochote ule mfanyakazi. Nikainuka, nikashuka chini. Moja kwa moja nikatoka mpaka nje, ambapo nilimkuta yule mlinzi wa Latifa akiwa bado amesimama pale nje akimsubiri. Lengo langu lilikuwa ni kumzungumzisha, lakini baada ya kumtazama nikapata la kumzungumzisha. Sikuvunga. Nikamfuata mpaka jirani. Vipi babu? Nilimsalimu. Kama kawaida jomba. Vipi wewe? Freshman harakati? Kama hivi mwana, mitikasi nasonga. Oya mzee Polo, nipange man. Nimemwona shemeji yako ameletwa na gari nyingine hapa. Halafu hiyo gari naionaga mara kwa mara ikija hapa. Hivi ni nani yule msela? Hiyo ni ngumu mani, siwezi kuelezea. Kivipi Polo? Kama mtoto wa kiume mwenzio unanificha jomba, wakati wewe unatembea naye kila hatua na unajua fika mimi ni mumewe. Mkali, mengine sijui, nisamee kwa hilo, sitakueleza. Kwa hiyo umekaza. Soki hivyo, poa baridi barafu bwana, nina chill pale. Baridi, nikagana naye nikiwa nimechukizwa na majibu yake. Kiundani sikujua chochote nilichotamani kujua kutoka kwake. Nilinamisha shingo yangu, kisha nikakimbia mpaka sehemu tulivu ambayo mara nyingi tunatulia pale kupiga story. Maumivu ya kile kisehemu nilichoumia yalizidi kunyota. Ukizingatia na ubaridi uliopo, ndio ilikuwa balaa. Kama dakika kadhaa hivi nikashuhudia mlango unafunguliwa. Akatoka Latifa akiwa amevalia nguo nyingine. Safari hii alikuwa amevalia gauni fupi la kijani. Nilistuka kwani sikujua kama angelikuwa na ratiba nyingine ya kutoka, japo mara kwa mara hufanya hivyo. Licha ya yote endeleayo ndani ya ndoa, lakini sikuwahi kubaki nyuma katika kuhakikisha na mkumbusha wajibu wangu kama mume. Licha ya kuwepo miburuzano isiyokwisha, nikainua kiherele changu mpaka pale ambapo alikuwa amelifikia gari tayari kwa kuondoka. Latifa mke wangu, unakwenda wapi tena usiku huu? Tena ukiwa umevalia hivi? Sikuona haya kumkosoa. Achilia mbali ukali wake mithili ya pilipili kwenye kidonda. Nilimuuliza tu, akasonya, kisha akataka kupanda gari. Sikutaka unyonge. Nikamvuta mkono ili anijibu swali langu. Lakini kumvuta mkono ni kama nilikosea njia ya kupita. Latifa alijitazama na kutazama mkono wangu, kisha akanisukumiza, jambo ambalo liliniangusha chini kwenye tope. Pwa! Usithubutu tena kushika mkono wangu, mpumbavu mkubwa wewe. Alinikaripia mno. Kisha akaingia ndani ya gari. Palikuwa na dereva wake. Wakawasha gari na kuondoka. Akaniacha nikimuita pasipo majibu. Itaendelea. Huu ni mwanzo wa kigongo hichi cha malavu. Bwana Hansley Mukrin anapambania ndoa yake. Wewe ungeweza. Tukutane sehemu ya pili. Hiki ni kichupa hatari. Wambie huko mambo iko huku. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment kwenye YouTube channel yetu kama Ushindi Digital. Jina langu ni Maalul the Storyteller.